Mubashara kabisa na Kasumu TV online. Mtazamaji wetu, tuko eneo la shule ya msingi Kasumulu iliyopo wilaya ya Kyela, kata ya Ngana, na inasemekana leo kutakuwa na sherehe kwa ajili ya watoto wenye mahitaji au watoto walemavu. Nini lengo la sherehe hii? Lengo kubwa ni kuwafanya watoto hawa wenye mahitaji wasijione wapweke, wajione sawa na watoto wale wa kawaida ambao wako salama kabisa. Hawa watoto, lengo lao sherehe hii ni kuwafanya watoto hao wenye mahitaji kuwa na furaha na kujumuika pamoja na wazazi. Na kauli yao mbiu inasema kila mmoja ni mlemavu mtarajiwa. Uwezi ujua, unaweza kupata na chochote na wewe ulikuwa salama ukarudi kwenye tatizo. Mtazamaji wetu, tunaishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na rais wetu mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kuwakumbuka hawa watoto wenye mahitaji, jenga madarasa mazuri kwa ajili yao. Mtazamaji wetu, kama wewe uko hapo una mtoto mwenye tatizo kama la hawa wengine au likawa ni zaidi, madamu ana tatizo, mtoto amezaliwa na tatizo, basi serikali yako sikivu imesikia kilio cha watoto na imeamua kujenga sehemu ya kuwafundishia watoto. Mtazamaji wetu, moja kwa moja endelea kutufuatilia katika YouTube, andika Kasumu TV moja kwa moja natupata pale. Usisahau kusubscribe na kushare na kucomment. Endelea kutufuatilia. Mungu akubariki. Elimu safi. Elimu safi. Elimu juu. Asante. Nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kutufanya tuweze kuwa wazima na tuweze kuwepo mahali hapa kwa siku ya leo. Tunamshukuru sana Mungu kwa hili. Kwa maana ya ratiba, naomba kwa sababu ya muda niweze kuondoa kwenda moja kwa moja. Ndugu zangu wote, wageni waalikwa, nimetoka sehemu mbalimbali, mlikuwa na kazi nyingi za kufanya, lakini kwa sababu nimethamini hiki ambacho kiko mbele yetu, nimeweza kuwa pamoja nasi siku hii ya leo. Ndugu zangu, tunashukuru kwa kuthamini hiki kitu, kwa kuwathamini watoto wenye mahitaji maalum. Zao nyingi sana zimekuwa zikipotea kwa sababu wamekuwa wakifichwa na watu wengi hawapendi sana kuweza kuwatoa ili waweze kupata haki kama wanaweza kupata hawa waliopata nafasi ya kuwa mbele yetu. Ndugu zangu, nawashukuruni sana kwa kazi kubwa mnayoifanya. Lakini naomba niseme, ndugu zangu kutoka Sama, karibuni sana. Tukija Sama tunajiona tupo nyumbani, nanyi naomba mjisikie mpo nyumbani. Karibuni sana. Wadau wote, naomba nisiweze kutaja mmoja mmoja, inawezekana nikafanya kosa, naomba kuepuka makosa. Naomba niwataje tu wote. Naomba niseme wote niwe nimewataja. Ninawashukuruni sana na karibuni sana. Asante. Naomba nirudishe nafasi kwa MC. Nashukuru sana. Mara hapa tuko wahusika wa kutoka sehemu mbalimbali, lakini wapo ambao walitakiwa kuwepo bahati mbaya kutokana na sababu ya kijiografia, lakini na majukumu mbalimbali hawajaweza kufika, ila natumaini muda si mrefu wataweza kuwepo. Kitengo cha watoto wenye mahitaji maalum, mwalimu Mangomile pale alipo. Elimu safi. Asante. Kwa majina naitwa Mwalimu Sajigwa Mangomile. Ni mwalimu wa elimu maalum. Niko hapa Kasumulu. Karibuni sana. Wakuja kuacha nafasi yako, muda wako ukaupoteza kwa ajili ya kuja siku ya leo. Ni siku ya kipekee kwangu na siku ya pekee kwenu.
tutulie, njoo tufurahi. Njoo tuambie nini unataka kutuambia. Asante sana. Alikuwapo wamama warembo wanaowachinja dhambi inaua dhambi. Walikuwapo wamama warembo wanaowachinja dhambi inaua dhambi. Alikuwapo wakaka warembo wanaowachinja dhambi inaua dhambi. Joshua ameimba kwa ufupi. Tupige makofi tena jamani. Jamani, hawa watoto wanaendeshwa na walimu. Walimu wa aina gani? Nafundisha lugha ya alama. Hawa mnaowaona ni wanafunzi wangu wenye mahitaji maalum. Tutapita kidogo tu kwa hilo kufundisha kitu chochote kitakacho kuja. Hili darasa la elimu maalum lina mchanganyiko wa watoto walemavu tofauti ambao tunaishi nao katika vitengo vyetu. Kuna walemavu wa masikio, ulemavu wa akili kama mnavyowaona, wengine ndo yani hawaoni. Mwalimu, nataka nikajisaidie. Nikimaliza kufundisha utaenda chooni. Leo tunajifunza irabu a e i o u. Wote tuseme a e i o u. O a. Vizuri. Uko vizuri mtoto mzuri. Sawa. Watoto wazuri mko vizuri sana. Kwa hapa tunaishia leo. Mwalimu! Haja ukorofi Juma. Mwalimu! Kai naye. Ama kabisa wewe hapa. Watoto wazuri nimewafundisha kila siku tutagombana. Unatakiwa mtulivu darasani. Sawa watoto wazuri? Tukitoka hapa tunaenda kunywa na uji kabisa. Umeelewa Haya, nani anakumbuka tumejifunza nini leo? Asha, kunywa uji. Vizuri. Mwingine? Aitoi? Safi. Hakuna kwenda chooni. Hakuna kwenda chooni. Asante, hapa ndo mwisho tulipofikia kipindi chetu kinaishia hapa. Ndugu wageni mliokuja hapa, kwa ujumla darasa au vitengo ndio vinapokuwa hivyo, kwa sababu tuna watoto wa aina tofauti na wote wanatakiwa wafundishwe. Hatumtengi hata mmoja kulingana na uhaba wa walimu. Sisi watoto wa Kasumulu kwanza tumejifunza kujumlisha tu. Katika biashara yetu tuombe radhi kabla ya yote. Hatua ya kutoa hatujafikia. Tuna bidhaa, hawa watoto wanatakiwa wayaishi maisha uraiani. Ana kitu kibadilishwe kuwa fedha apate sabuni. Je, atafanyeje? Lakini ajui. Wadau mliopo, sisi tuna duka dogo tu na muuzaji mkubwa hilo duka letu ni Joshua Naima. Simama Joshua ulipo. Simama. Joshua Naima, naomba msogee pale kwenye ile kabati yetu pale. Asante. Kwa hilo tu naomba mpigie makofi Ima. Kama ameweza kufungua duka. Kile kitambaa ndio mlango wa duka. Lakini Ima ameweza. Lakini angekaa nyumbani asingeweza. Kwa juhudi ya mwalimu ameweza. Kwa duka lake yupo muuzaji. Joshua, toa hizo pipi zako Joshua. Safi. Toa na hiyo. Sasa hawa jamaa ndio wauza duka. Siwezi nikasema mimi nikajipangia bei. Ila wao watuambie hizo bidhaa zao watauza shilingi ngapi?
wadau mtatuunga, tuwasikilize wao wanasemaje. Asante. Nitauza 500. Asante. 500. Asante. Jamani, makofi kwa hawa watoto. Kama ameweza kuitambua thamani ya 500 kwake inamfaa, basi kwa kutumia duka lao, wadau, tuibadilishe ile pipi kwa 500. Karibu Bonja, Bonja Tombi kule. Wazazi walikuwa na cha kusema, basi wasikilize. Pia wadau mbalimbali tulioshughulika nao kwa siku ya leo, nipende kumpongeza mgeni rasmi, nipende kuwapongeza wote mlioshiriki kwenye hii sherehe ya watoto maalum. Mimi napenda tu nitoe shukrani kwa mgeni rasmi pamoja na wageni wote waalikwa. Sisi kama wazazi tunashukuru kwa wote kwa kweli. Hatuna kusema sana zaidi ya kusema tunashukuru kwa kututunzia watoto. Asante. Napenda kushukuru kwa mwalimu huu niliopata siku ya leo. Nije nijumuike na watoto. Pamoja na hilo, mimi ni mzazi wa mtoto mwenye changamoto. Kuitoka sana. Jamani, niwashukuru sana wadau wanaoisaidia hii shule. Nashukuru sana wameweza kusaidia baadhi ya watoto wamepata viti, baiskeli vile vya kutembelea, na mimi mwanangu hapa ni mfaika. Niwashukuru sana wadau. Lakini pia jambo ambalo napenda kusema hapa, unajua ukipata mtoto wa aina hii inakatisha tamaa, inavunja moyo. Mimi nilikuwa ni miongoni mwa watu waliovunjika moyo. Sikuamini. Wakati mwalimu ananifuata na kuniambia mtoto aje shuleni, kwa sababu nilikuwa siamini mtu yoyote yani abaki na mwanangu. Nilikuwa siamini. Nasema mwanangu mimi aende shuleni wakampige huku, ni kitu ambacho nilikuwa kiwezekana. Nilikuwa najiamini mimi, mama yake na ndugu yake.
ambaye ni dada. Sikuweza kuamini mtu yoyote, lakini baada ya siku kupata ushauri kwa mwalimu, ushauri mgumu kweli kweli, nilikubali na mtoto akaanza kuja hapa shuleni. Alipoanza kuja hapa shuleni, kitu ambacho sikutegemea, na kuja kumchukua mtoto anakataa. Anataka kubaki shuleni. Nilimuuliza mwalimu, umempa nini? Mbona mwanangu anakataa kwenda nyumbani? Akasema mwache abaki. Ndipo nilipoanza kutambua kwamba kumbe wote watoto hao wana haki ya kusoma na ni sawa. Wao wanachowaasa wazazi wenzao, hata kwa mtu yoyote atakayesikia sauti hii, hata kama yuko nyumbani, akiona na mtoto wa changamoto hii, asimfiche, amlete shuleni. Mtoto ana haki ya kusoma. Mimi nimeona mabadiliko na nawapongeza sana walimu, na nampongeza sana mwalimu wangu mimi, pamoja na kwamba yuko peke yake hapa kwenye hiki kitengo, lakini najua changamoto anazopitia, lakini anajitahidi sana, anastahili pongezi. Jambo lingine nataka kusema, wadau, unajua nimefarijika sana kuona akina Juma Kikwese ambao wanashinda nao kijiweni, wakina Godi Ebroni ambao wanashinda nao kijiweni, kwamba wamekubali, wakina Samson kwamba wamekubali kuja kujumuika nasi hapa. Nimefarijika sana. Unapoipa neno wadau, hao watoto wanahitaji msaada mwingi sana. Wanahitaji ukaribu, wanahitaji upendo. Panapotakiwa msaada, sio mpaka uwe na mali nyingi sana ndio utoe msaada. Hata ukiwa na ndoo 200 za mchele, unaweza ukatoa msaada na mwalimu akafika hao watoto mapaka. Hao watoto wanafarijika. Kwa naombeni sana wadau ambao mmefika hapa na ambao hamjafika hapa, muendelee kuisaidia shule. Tuendelee kuungana kusaidia, na sisi wenyewe tukiwa kama wazazi tunapowaleta hapa watoto, tunajua hao watoto wako sawa na watoto wengine. Tunafarijika kwa kweli tunapowaona wenzetu wanatunga mkono, hawatutengi, hawawatengi watoto. Nimefarijika sana sana sana. Nawashukuru sana walimu, nawashukuru sana mgeni rasmi, nawashukuru sana wadau wote, nawashukuru sana wageni waalikwa wote kwa kujumuika nasi siku hii ya leo. Hakika mimi ni shuhuda wa haya. Naombeni sana wote walio majumbani, wote walio majumbani, sio sisi, hata wewe mgeni walipofika, kaa naye kwa utaratibu, mwelekeze. Watu wenye watoto kama hawa ni wagumu sana kuelewa, kwa sababu hata mimi nilikuwa mgumu sana. Nashukuru sana. Naam, hapa tunakutana na walimu ambao wao ndio wamesimamia kitengo hiki cha kuwafundisha watoto zile kazi za mikono yao, na kule majumbani wafanye nini, kitu gani kinachohitajika kufanya. Kwa majina naitwa Mwalimu Kasesela, nafundisha shule ya msingi Sama iliyoko wilayani Kyela. Napenda kuwashauri wazazi wenye watoto wenye mahitaji maalum, kwa maana ya watoto walemavu, kwamba wawalete watoto shuleni. Watoto hawa wakifundishwa wanaweza kama mtoto mwingine yeyote, wana haki sawa kama mtoto mwingine yeyote. Mtoto huyu akifundishwa atakuwa ni sawa sawa na watoto wengine. Kwa maana ya kwamba sasa wazazi ni waombe kwamba wale wazazi ambao wamekuwa na ile desturi ya kwamba mtoto mlemavu hawezi, waondoe kabisa hiyo mila potofu ya kwamba mtoto mlemavu hawezi, mtoto mlemavu anaweza. Tunaomba watoto wasiwafiche, wazazi wasiwafiche watoto ndani, kwa sababu hawa watoto wana haki za msingi kama mtoto wa kawaida. Serikali hii ya Mama Samia Suluhu amewaona sana watoto hawa walemavu kwa jicho lingine. Watoto hawa wanapokuwa mashuleni, mama amewezesha miundombinu kwa ajili ya hawa watoto, lakini vifaa vya ujifunzaji, kufundishia na kujifunzia, vifaa vinaletwa mashuleni. Lakini kwa wale watoto ambao pengine hawawezi kutembea umbali zaidi kwenda kufika shuleni, kwa mfano kwenye wilaya yetu ya Kyela, tumepata bahati, tumejengewa bweni kwenye wilaya ya Kyela, shule ya msingi Sama, patakuwa na bweni ambalo wataanza kusoma watoto lakini wa jinsia ya kike. Lakini pia kwa kuwa tuna walemavu wa aina zote mbili, wa kike na wa kiume, tunawaomba sana kwamba watu angalie kwa jicho lingine na hawa watoto wa kiume wapate elimu sawa na hawa watoto wa kike. Naitwa Tubanesiwe Elia Kajera. Wewe hapa kama mzazi una jambo gani hasa la kuambia wazazi wengine ambao watoto wao wamewafungia nyumbani, hawaruhusu kuwatoa wala kujifunza ama kuchangamana na wenzao? Kwa kweli sio jambo la kawaida. Mimi nataka tu wawalete watoto wao waendelee kusoma kama wawezeshaji wanavyotuwezesha. Watoto wetu wanaendelea vizuri na tumepata elimu kutoka kwa hao walimu na wengineo.
Naomba tu wengine walio majumbani wawalete watoto wasome. Mimi naitwa Ruben Pindukaga Mende, ni afisa elimu kata ya Ngana, ambapo shule hii ya msingi Kasumulu naihudumia. Kwanza kitengo cha walemavu huwa kimesahaulika na asilimia kubwa watu wengi wanakitafsiri tofauti. Kwa hiyo kile kitendo cha kuwawekea tafrija watoto kama hawa kinanifariji sana, kwa sababu wanakuwa ni miongoni nao, wanajisikia kwamba kumbe na sisi ni miongoni mwa jamii. Vile vile ni kuwakumbusha hata wazazi kwamba kuzaa mtoto sio mkosi wala sio hasara. Kwa hiyo tunawahimiza wazazi ambao wana watoto wawalete watoto kwenye vitengo kama hivi ili wapate elimu, wapate haki kama ilivyo watoto wengine wa kawaida. Jamii iendelee kuwahifadhi, iendelee kuwaenzi watoto. Tunapokuwa na watoto nyumbani tusipende kuwatukana kulingana na jinsi walivyolemaa. Tunawakatisha tamaa, ila tuendelee kuwahimiza watoto, kuwapa moyo ili nao wajisikie kwamba ni sehemu ya jamii. Kwa majina naitwa Mwalimu Mwanaidi Mshana, ninafundisha shule ya msingi Kiela katika darasa la kitengo maalum. Changamoto ninayoipitia nikiwa darasani kwa habari ya hawa watoto, mojawapo ni ukosefu wa walimu wa kutosha kumudu darasa, kwa maana ya kwamba kwenye hilo darasa tunakuwa tuna mchanganyiko wa watoto wenye ulemavu mbalimbali. Ndani ya darasa moja ninaweza nikawa na mtoto ambaye ana tatizo la usikivu, ana tatizo la uoni hafifu, lakini pia nakuwa na darasa lenye mtoto pia ambaye ni mlemavu wa akili. Kwa hiyo sasa mchanganyiko ule ulitakiwa kwamba muwe zaidi ya mwalimu mmoja muweze kuwasaidia. Kwa ule uhaba wa walimu pia ni changamoto pia. Ombi langu kwa serikali, kwanza kabisa tunamshukuru mama, tunashukuru uongozi wa serikali ya Tanzania kwa kuwajali hawa watoto, hata kufikia hatua ya kwamba wanafunguliwa madarasa, wanapata huduma za msingi, wanapata vifaa vya kufundishiwa na kujifunzia. Ombi langu kubwa nilikuwa naomba kwamba hata wadau mbalimbali tuweze kusaidia nao. Watoto wana mahitaji mengi, wanahitaji vitu vingi vya kujifunzia, wanahitaji miundombinu ambayo ni sahihi kwao, wawe na vyoo ambavyo ni sahihi kwao, vinavyowawezesha kwenda mpaka na vitimwendo kwenye vyoo vyao na kadhalika. Naomba wananchi wote wanaonisikia na ambao wanajua habari ya masuala ya watoto walemavu, wanapoona kuna mtoto mwenye tatizo nyumbani ambaye hajapelekwa shule, wamshauri mzazi kwa upendo kabisa kwamba anapaswa kuwapeleka watoto shule na aweze kuwaamini walimu kwamba watamsaidia yule mtoto na kumlea kwa upendo kabisa, kwa sababu ni walimu ambao wamesomea na wenye upendo wa dhati juu ya wale watoto. Hata wazazi pia ninaomba wasiwanyanyapae, waonyeshe upendo. Hawa watoto wakifundishwa wanafundishika, wakipendwa na wenyewe wanajua kwamba hapa nimependwa, na waangalie sawa sawa na watoto wengine, kwa maana ya kuwapatia haki zao zote za msingi. Kwa maana pia watoto hawa wanaweza wakafanya shughuli kama watoto wengine. Wakikaa nao nyumbani wasichukulie kwamba huyu mtoto ni mgonjwa, hawezi kufanya kitu chochote. Wanaweza wakaanza kumfundisha vitu vidogo vidogo kama njoo tuoshe vyombo, hebu inuka chukua nguo hii tunafua hivi. Wakielekezwa wanamudu zile stadi zote za muhimu. Kwa hiyo wasiwachukulie kwamba ni wagonjwa wakawaacha ndani kabisa, kwa maana ya kwamba hawa watoto wakisaidiwa wana uwezo wa kusimama na kujitegemea. Kwa majina naitwa Mwalimu Albert Angolwise Manoti na pia ndiye mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kasumulu. Mimi kwa kweli kwanza nianze kwa kuipongeza sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana ni kwa kiwango kikubwa sana imekuwa ikisapoti programu ambayo inawawezesha hawa watoto ambao wana mahitaji maalum, kwa maana hawa watoto wana haki ya kuweza kujifunza na kuwa huru kama watoto wengine, lakini pia wanaweza wakajifunza vitu vingi, kwa sababu wanapokuwa wanapata nafasi kama hizi, tunatamani ikiwezekana siku moja basi na wao waweze kuweza hata sawa na watu wengine, au hata kama si kwa kiwango cha kufanana na watu wengine, lakini wasiwe kama vile ambavyo wanakuwa wanafichwa ndani. Kuna sehemu zingine unaweza kukuta wanafichwa ndani, hawapewi nafasi kama hizi. Niseme tu kwamba kutokana na juhudi nyingi ambazo zimeendelea kufanyika na serikali, lakini pia kwa kupitia mwalimu wa kitengo maalum ambaye ameendelea kuwasaidia na kwa karibu watoto hawa, ingawa pia hata walimu sisi kwa ujumla tumekuwa tukishirikiana kwa pamoja sana na huyu mwalimu.
jamii imeendelea kupata elimu, na kwa kadri wanavyoendelea kupata elimu tumeendelea kuona watoto wakiwa wanaendelea kuongezeka, wameendelea kuwatoa kama hao watoto ambao mmewaona hapa, wanatoka katika jamii ambayo inatuzunguka. Kwa hiyo ninaamini elimu inaendelea kuwafikia, na zaidi wataendelea kufichuliwa hata wengine ambao kama bado hawajapata nafasi. Kwa wananchi, niombe ni kwamba watoto wenye mahitaji maalum hawastahili kuweza kufungiwa ndani. Wanatakiwa waweze kuwekwa katika sehemu za wazi ili waweze kuwezeshwa na kusaidiwa ili waweze kupata haki ya kujifunza. Wana haki ya kujifunza. Mbeleni ninaamini kuna kitu kinaongezeka katika maisha yao. Jina naitwa Tusajigwe Mwangomile. Ni mwalimu wa elimu maalum Kasumulu. Lengo ni kuwatangaza watoto ambao wanafichwa majumbani wajue kuwa inawezekana kushirikiana na watu wengine. Ninachopenda kuwaambia wanaowafungia watoto majumbani, wawalete watoto kwenye vituo vilivyotengwa na serikali. Pia kwenye serikali ya Mama Samia Suluhu ametufungulia bweni katika shule ya Sama. Kama mzazi anaona ni mbali kumleta mtoto shule ya msingi Kasumulu, ampeleke Sama shule ya msingi. Hapo kuna bweni la kulala watoto wenye mahitaji maalum. Ndio lengo la sherehe hii, kuwawekea watoto wenye mahitaji wajumuike nao, watambulike kwa tunatambulika na watu ambao wanatuthamini katika hii serikali yetu. Unatakiwa umpende mtu mwenye ulemavu wa aina yoyote, kwa sababu kwa dunia sasa hivi kila mmoja ni mlemavu mtarajiwa. Uwezo ukajua ulemavu wako utaupata saa ngapi, lini, siku gani. Ukiweza kuangalia kichwa cha habari kilichobeba, ukiwiwa ukisoma vizuri, utawiwa kwa kumbe na mimi ni mwenye mahitaji. Kwa ndo maana niliweka hicho kichwa cha habari pale. Natembea tu, lakini uwezo ukajua ulemavu wako lini utaupata. Kwa changamoto naipata katika kitengo changu, changamoto ni nyingi sana. Hasa vifaa vya kufundishia, vifaa vya kukalia wale watoto, kwa sababu hawezi kukaa kwenye dawati kwa muda mrefu. Wanahitaji makapeti, mikeka, vitu vya kuchezea. Pia changamoto nyingine ni mazingira sio rafiki kwa mimi mwalimu wa mahitaji maalum. Kwenye upande wa usafiri, kama wadau au serikali, ningeomba watupe hata pikipiki moja kiasi kwamba ya kuwasafiria wale watoto ambao wameanzisha elimu majumbani. Unashangaa siku hiyo huna hata 100, mkuu naye hana 100 na mimi sina. Unashangaa sina, lakini ningekuwa na pikipiki najaza mafuta kwa wiki, naenda kufuata kazi ya serikali kwa ile elimu ya majumbani. Ombi langu wananchi, wadau wote mnaotusikia popote hapo, ili elimu maalum iendelee, tunahitaji mtu sapoti kwa vitu hivyo vya kufundishia, usafiri. Sababu kuna mtoto washangaa naanguka degedege imemkutia njiani. Inanikuta mwalimu wake wa kitengo sina hata 100. Natakiwa nimfuate. Najikuta watu baki ndo anamuokota kwa sababu shilingi hazipo za kuwahudumia watoto. Kwa jamii, wadau kama mnatusikiliza popote mlipo, mtu sapoti kupata usafiri wa pikipiki. Lengo kwa tembelea watoto na kuwahudumia changamoto wanazozipata wakiwa kituoni. Bango ya simu ni 0768752664. Mimi ripota wako Heli Justin kutoka katika shule ya msingi weza kuungana na watoto wenye mahitaji maalum. Hizi ni shangwe namna gani watoto ambao wanafurahi